Baada ya kila kipindi cha habari, tunakuletea tahariri inayowasilisha mtazamo wa Afrika kuhusu matukio mbalimbali yanayoendelea duniani. Uamuzi wa Rais Emmerson Mnangagwa kusaini sheria inayoongeza muda wa utawala wake hadi mwaka 2030, huku pia ikifungua njia ya rais wa baadaye kuchaguliwa na bunge badala ya wananchi moja kwa moja, ni hatua inayozua maswali mazito kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini Zimbabwe. Ni uamuzi unaopunguza sauti ya wananchi na kuondoa moja ya misingi muhimu ya utawala wa kidemokrasia, haki ya wananchi kumchagua kiongozi wao kupitia kura. Demokrasia haishii kwenye uwepo wa katiba au bunge. Nguvu yake hupimwa kwa namna mamlaka yanavyopokezana kwa amani, kwa kuheshimu mipaka ya mihula ya uongozi na kwa kulinda haki ya wananchi kufanya maamuzi kupitia sanduku la kura. Sheria zinazobadili misingi hiyo kwa manufaa ya waliopo madarakani huacha taswira kwamba taasisi za dola zinatumika kulinda watawala badala ya kulinda mapenzi ya wananchi. Mabadiliko ya sheria yanayorefusha muda wa viongozi madarakani mara nyingi yamekuwa chanzo cha migogoro ya kisiasa, kupungua kwa imani ya wananchi katika taasisi za umma na kuongezeka kwa mgawanyiko wa kisiasa. Hakuna shaka kwamba kila serikali ina ajenda ya maendeleo ambayo hutamani kuikamilisha, lakini maendeleo ya kweli hayawezi kujengwa kwa kudhoofisha misingi ya uwajibikaji na ushiriki wa wananchi. Zimbabwe inahitaji taasisi zinazojenga imani ya wananchi, si sheria zinazozua hisia kwamba uwanja wa kisiasa unabadilishwa kwa faida ya watawala. Demokrasia yenye afya inahitaji ushindani wa haki, uchaguzi huru na uhamishaji wa madaraka unaotokana na ridhaa ya wananchi. Hatua hii inapaswa kuwa onyo kwa bara nzima la Afrika. Demokrasia hudhoofika polepole, mara nyingi kupitia sheria zinazopitishwa kwa utaratibu unaoonekana halali, lakini ambazo hupunguza haki za wananchi hatua kwa hatua. Mamlaka yanapowekwa juu ya matakwa ya wananchi, walioathirika wa kwanza huwa ni demokrasia yenyewe. Demokrasia si zawadi kutoka kwa watawala, ni haki ya wananchi, na haki hiyo inapaswa kulindwa bila kuyumbishwa na maslahi ya kisiasa ya walio madarakani. Lakini swali kubwa linalobaki ni hili: je, Emmerson Mnangagwa anataka historia imkumbuke kwa lipi? Anataka kukumbuka kama kiongozi aliyeimarisha taasisi za kidemokrasia, au aliyefungua ukurasa mpya wa kuhodhi madaraka kwa kubadili sheria ili aendelee kubaki mamlakani? Urithi wa kiongozi hauandikwi na sheria alizopitisha ili kuongeza muda wa utawala wake, bali na historia itakayohukumu ikiwa alilitanguliza taifa mbele ya maslahi yake binafsi.